ulio sahihi. Mungu huwa hachelewi, huja kwa wakati ulio sahihi. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na kila kusudi chini ya mbingu lina wakati wake. Watu wengi sana huwa wanalalamika wakisema, kwa nini yangu huchelewa? Lakini ukweli ni huu: Mungu hufanya kazi kwa saa ya mwanadamu, hufanya kwa majira ambayo ameyakusudia yeye. Na jambo ambalo nataka kama mambo manne ambayo uyasajili kichwani mwako, unapoona jambo fulani limekawia kufika ambalo ulikuwa unamuomba Mungu, nataka kichwani mwako usajili kwamba kuchelewa kwako au ombi lako kuchelewa si kukataliwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 11:6, hapa tunazipata habari za Yesu. Yesu alichelewa kwenda kwa Lazaro, lakini hakumkataa. Alipofika alifanya muujiza mkubwa zaidi ya ule ambao watu walikuwa wameutarajia. Tunaanza kuona Yesu alichelewa. Kwa kumbe Mungu kuna muda anaweza akakujibu kwa majira ambayo yeye anaona ni sahihi, na kwa majira ambayo wewe mwenyewe ukijibiwa kwa muda huo, akili yako inakubali kwamba hapa nimejibiwa kwa wakati ulio sahihi sana. Sawa na Lazaro, Yesu alipochelewa, lakini Yesu alifanya muujiza mkubwa sana kwa Lazaro. Na watu wengi tunaelewa, kumbe Mungu ukiona kuna jambo hajalifanya kwa wakati, ujue aidha hilo jambo hauna uwezo nalo kwa muda huo, lakini haina maana ya kwamba Mungu hajasikia maombi yako. Mungu anakuwa amesikia maombi yako. Jambo lingine, Mungu hutumia muda kuandaa. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 66 mstari wa 10 inasema, kwa maana umetujaribu we Mungu. Mungu hutumia muda kukuandaa. Kabla ya kukuinua anakusafisha. Kabla ya kukupa anakukomaza. Kabla ya kukupeleka juu anakujenga ndani. Baraka isiyokukuta ukiwa tayari inaweza kukuangusha. Kwa Mungu anaelewa kwamba unahitaji nini kwa muda huu. Lazima uwe na hivi vitu viwili kama msingi kwa msingi wa kufanikiwa kwako. Jambo lingine, subira huwa inazaa shuhuda. Warumi 8:18 inasema, mateso ya wakati huu hayalinganishwi. Subira ya leo ni ushuhuda wako wa kesho, mtu wa Mungu. Machozi ya leo ni kicheko cha kesho, mtu wa Mungu. Hivi ni vitu vya msingi sana ambavyo kama mtu wa Mungu ukifanikiwa kuwa navyo kichwani pako, au kaamua kuvisajili ndani yako vikawa ndo maisha yako, hakika yake utafanikiwa sana na Mungu atakubariki sana. Jambo lingine, wakati wa Mungu hubeba nguvu. Ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 3 unasema, maono haya yatapata kutimia kwa wakati wake. Yakichelewa, naomba mtu wa Mungu subiri. Mungu huwa hadanganyi, yatatimia hakika. Kile Mungu anachokupa kwa wakati wake hakina huzuni. Chochote anachokupa Mungu kwa wakati wake, nataka nikwambie mtu wa Mungu, hakina huzuni. Haya ni mambo kadhaa ambayo nimeona ya kwamba yanaweza kukusaidia kukutoa pahala pamoja kwenda pahala